Habari za wakati huu ndugu zangu waandishi wa habari. Asanteni kwa kuja kwenye mkutano wetu huu, mkutano maalum, mkutano wa kifainali. Mbele yenu naitwa Ahmed Ali, ni meneja wa habari na mawasiliano kutoka Simba Sports Club. Niko na ofisa kutoka benki ya Azania ambao wao ndio wadhamini wakuu kwenye fainali hii ya Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, na muda ukifika tutamsikia atatueleza na wao kwa upande wao wamedhamiria kufanya kitu gani kwenye udhamini wao huu. Lakini kwa kipekee kabisa na kwa heshima na taadhima, nichukue nafasi hii kuwashukuru benki ya Azania kwa kukubali kutushika mkono na kutupa support ya udhamini wa kiasi cha fedha ambacho hatuwezi kukitaja hapa, ambacho ni maalum kwa ajili ya kufacilitate shughuli mbalimbali za Simba Sports Club za kimaandalizi kuelekea katika mchezo huo, ikiwemo shughuli za hamasa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club na management ya Simba na wanachama na mashabiki kusema asanteni sana Azania. Hakika mmeonesha ukubwa wenu kwa kujumuika nasi katika fainali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mafanikio tutakayoyapata hapa kwenye fainali hii yatakuwa ni mafanikio yetu sisi Simba Sports Club nanyi Azania Bank. Baada ya kutoa dibaji hiyo, tumewaita hapa kwa ajili ya kuzungumzia machache ambayo yanahusiana na fainali ya kombe la shirikisho, fainali ya mkondo wa pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Fainali ambayo itakwenda kuamua hatma nani awe bingwa mpya wa Afrika kwa msimu wa 2024-2025, ambapo kiuhalisia ukiangalia vizuri kabisa unamuona Simba Sports Club akiwa ndio huyo bingwa wa Afrika msimu huu. Mechi yetu itakuwa ni tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 na mchezo utapigwa katika uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar. Na kikosi kinataraji kuondoka kesho kuelekea visiwani Zanzibar, kwa maana kikosi cha Simba kinataraji kuondoka kesho kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuanza mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Mara baada ya kurejea kutoka Morocco, timu ikapata mapumziko ya siku 2, kwa maana Jumapili tuliorejea na jana Jumatatu. Leo Jumanne kikosi kinarejea mazoezini na kuingia moja kwa moja kambini katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena kwa ajili ya program hiyo, na tutaondoka kwa pamoja kesho kuelekea Zanzibar kwenda kuanza kambi yetu ya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Mechi yetu inachezwa katika uwanja wa Amani, na hii ni moja kati ya habari kubwa sana ambayo imetikisa Afrika kama si dunia kwa ujumla, baada ya mchezo kuhamishwa kutoka uwanja Benjamin Mkapa kwenda uwanja wa Amani. Wengi wetu wa Tanzania, wa Afrika na wanasimba kwa ujumla tulitegemea, tulidhani, tulitaraji na tulijiandaa na uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini isiyokuwa kawaida, mechi hii imepangiwa uwanja mwingine, uwanja wa Amani. Tunafahamu ya kwamba taarifa za mechi yetu kupelekwa uwanja wa Amani ni taarifa ambazo zimemhuzunisha kila mwana Simba, ni taarifa ambazo zimemshtua kila mwana Simba, ni taarifa ambazo zimemtia unyonge kila mwana Simba. Lakini hatuna budi kukubaliana na mabadiliko haya, hatuna budi kuheshimu maamuzi haya, na hatuna budi kuyafuata maamuzi yaliyofanywa na wenye mpira wao, kwa maana ya shirikisho la kandanda barani Afrika CAF. Sote wana Simba tungependa
kuona mechi hii inachezwa katika uwanja tuliouzoea, katika uwanja tunaoupenda, katika uwanja mkubwa zaidi, uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini katika hali isiyokuwa kawaida, mechi hii imepelekwa katika uwanja wa Amani. Sasa lazima tuoneshe tofauti ya sisi Simba Sports Club na vilabu vingine ambavyo huwa haviheshimu mamlaka. Wakibadilishiwa ratiba ya mchezo wanaanza kung'aka. Sisi Simba Sports Club lazima tuoneshe level kubwa ya professionalism. Tayari mabadiliko yamefanyika, hatuna budi kuishi kwenye mabadiliko hayo. Tayari ratiba imeshatangazwa, hatuna budi kuanza maandalizi kuelekea kwenye mabadiliko hayo. Na maandalizi tunayoyafanya hapa ni maandalizi ya kuelekea uwanja wa Amani. Ndugu zangu wana Simba na Watanzania kwa ujumla, ieleweke wazi ya kwamba tukiwa nchini Morocco tulipokea taarifa ya mabadiliko ya uwanja, ya kwamba mechi itachezwa katika uwanja wa Amani. Uongozi wa Simba Sports Club kwa kushirikiana na shirikisho la kandanda Tanzania pamoja na serikali kupitia Wizara ya Habari, tukaanza mapambano ya kuhakikisha kwamba mechi hii inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mapambano yalikuwa ni makubwa mno. Mapambano ya ushawishi, mapambano ya kuomba na mapambano ya kuwasilisha hoja za msingi yalikuwa ni makali vibaya. Tuliwasilisha kila hoja ambayo tuliona inastahili kuwasilishwa kwenye mamlaka za CAF. Tulipeleka kila ombi ambalo tunaamini linapaswa kupelekwa CAF, na tulifanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba mechi inabaki Benjamin Mkapa. Baada ya kufanya yote hayo, juhudi zetu na jitihada zetu zikagonga mwamba na msimamo wa CAF ukabaki ya kwamba mechi inakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Ziko fikra nyingi za watu ya kwamba pengine ni figisu, pengine mnyama anataka kunyongwa, pengine kuna uhuni unafanyika. Zote hizo zinabaki kuwa ni dhana. Hakuna mwenye uhakika zaidi kwa nini CAF wamefikia maamuzi haya. Lakini msingi wa CAF kufanya maamuzi haya ni kutokuwa na uhakika na ubora wa uwanja wa Benjamin Mkapa. CAF bado wanayo kumbukumbu ya namna ambavyo uwanja wa Benjamin Mkapa uliharibika kwenye mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali. Na kumbuka hii ni hatua ya finali ambayo CAF wanaamini ya kwamba dunia nzima inautazama huu mchezo. Kwa hiyo hawataki kuchukua riski ya kuipeleka mechi Benjamin Mkapa alafu yakatokea kama yarotokea kwenye mechi ya robo finali. Kwanza itakuwa ni kuitukanisha Simba yenyewe ya kwamba ina uwanja mbaya. Pili ni kuitukanisha Tanzania ya kwamba ina uwanja mbaya. Tatu ni kuitukanisha Afrika yenyewe na mpira wake ya kwamba mechi kubwa ya finali imechezwa kwenye uwanja mbaya. Kwa fakta zote hizo ndipo ambapo CAF wakafikia maamuzi ya kwamba mechi hii wacha ikachezwe kwenye uwanja ambao tuna uhakika nao hauwezi kuharibika, uwanja wa Amani. Hayo ndiyo maamuzi na hiyo ndio fikra ya CAF. Kwa hiyo baada wao kufanya tathmini hiyo na kujiridhisha kwamba Benjamin Mkapa haiko tayari kwa ajili ya fainali, wakaamua kuipeleka mechi Amani.